Ukisoma maandiko utaanza kutambua alichopewa Yesu umepewa. Utaanza kuona kwamba Yesu ni kichwa cha kanisa, lakini kichwa akijawahi kuishi bila mwili. Ili akamilike lazima uwepo. Kilichopo kwenye kichwa ndicho kinachotenda kazi kwenye mwili. Ikiwa kichwa kimepewa mamlaka, ina maana mwili umepewa mamlaka. Kwa unaona kuna muunganiko wa kiutendaji. Kwa mamlaka iliyopo juu ya kichwa ndio mamlaka inayotenda kazi kwenye mwili. Mamlaka ni uwezo wa kutawala, ni nguvu ya kuathiri, uwezo wa kuingiza nguvu kwenye matumizi. Mtu anaweza akawa na mamlaka na asijue namna ya kuyatumia. Fahari ya mamlaka huonekana kwenye matumizi yake. Mamlaka isiyotumiwa aina tofauti na kutokuwa na mamlaka. Nilikuwa na company, a very good company. Tukaweka mikakati kwamba sisi kila after Sunday service tutakuwa tunatoka tunakwenda kuhubiri Injili. Tulikuwa wanawake 4, tukaanza kwenda Udoweni. Tumefika Udoweni tukakuta kuna kilabu cha pombe za kienyeji. Tukasimama hapa pembeni tukaanza kuhubiri kwa sababu kulikuwa na watu. Ghafla watu wakatoka ndani ya kilabu wakasema, nyinyi wanawake mnafanya nini hapa? Hebu acheni kila kitu, mnafanya nini? Nyinyi akina nani? Mnatoka wapi? Ukumbuke mimi ndio kiongozi, niko pale. Nikaanza kuwajibu, tunatoka Living Water, sisi ni watumishi wa Mungu na kazi yetu ni kuhubiri Injili. Tulivyoelekeza wakaingia ndani, wakatoka na mtoto ana miaka 4. Leo kama ninyi kwani watumishi wa Mungu, huyu mtoto asikie aongee, asiposikia na kuongea leo tunawapiga. Nikaanza kuwaza mamlaka, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nikasikia ndani yangu kuna ujasiri wa ajabu. Yale mazingira nikaona ni madogo, sikuogopa chochote, na ndani yangu hakukuwa na fikra kwamba haiwezekani. Nilikuwa naona inawezekana. Nikamsogeza yule mtoto, nikasema kwa sauti, kwa jina la Yesu, wewe mtoto sikia, wewe mtoto sema, wewe mtoto sikia, wewe mtoto sema, kama Bwana aishivyo, katika jina la Yesu. Wakauliza, umemaliza maombi mama? Nikamwambia mjaribuni huyo hapa, mjaribuni kama anasikia. Wale watu hawakuwa wanawake, walikuwa ni wanaume. Kwenye sikio lile mtoto wamsogelea, mama, wakarudia mama, wakarudia mama, wakiwa pembeni yake. Sasa waliporudi mbele yake, wanategemea sasa yule mtoto afungue kinywa aseme, lakini kitu kimetokea ni cha ajabu. Yule mtoto wakati wanamgeukia akaanza kusema yeye mwenyewe mama, mama. Walevi wote walipaza sauti wakamshangilia Yawe, wakasema Injili oye, Injili oye, Injili oye. Mahali pale ghafla pakatanda watu, wakasema hubirini, hubirini, tiketi ya kuhubiri mnayo, hubirini, kwa sababu Injili ni mamlaka. Unapoiona Injili ni mamlaka ambayo haishindwi chochote. Anasema Injili ni uweza wa Mungu, sio mwanadamu. Uweza wa Mungu, yani ni mamlaka ya kiungu yanayoleta wokovu, kwamba yanamtoa mtu mautini yanamleta uzimani, yanamtoa mtu mamlaka, inamtoa mtu gizani inamleta nuruni, inamtoa mtu kwenye utawala wa uharibifu inamleta kwenye utawala wa uhuru. God, Injili ni mamlaka. Kwa hiyo aliposema kwamba nimepewa mamlaka, ndipo akawaambia sasa nendeni mkahubiri, kwa sababu huo uweza utaleta badiliko. Amtaenda mkasema maneno yasiyoleta tofauti,
lakini kila mtakapofungua kinywa kutakuwa na matokeo, kwa sababu kutakuwa na mamlaka inayofanya kazi. Hautajua kama una mamlaka, lakini kuna siku ukianza kuona kuna mtu analiacha giza ameingia kwenye nuru, ndio utaona kwamba yale maneno ulikuwa unaongea hayakuwaga maneno, ilikuwa ni mamlaka. Kwamba ulikuwa unaongea kama unaongea, lakini unapoongea injili uongei maneno yasiyo na maana, unaongea mamlaka. Ni siri kubwa. Yaani unaongea, alafu mtu ana miaka 50, roho yake inazaliwa mara ya pili, instantly, hapo inazaliwa. Wewe unaongea, aliyeitwa amekufa leo amefufuka, lakini ulikuwa unaongea. Usifikiri ulikuwa unaongea maneno ya kawaida. Huo ni uweza wa Mungu, ni uweza wa Mungu. Nataka mchana wa leo huo uweza wa Mungu ambao na mamlaka ipigiwe kelele na shangwe. Mamlaka unayo. Ikiwa Kristo ana mamlaka, yeye aliye kichwa cha kanisa, wewe uliye kiungo katika mwili wake, wewe pia mamlaka unayo. Kwa ni majira yako kutambua, na ni majira yako kujua, na ni majira yako kutumika, lakini mamlaka